Harakati ya Kanisa la Tawi na Hatimaya Watakatifu. Moja wa Korintho wa 16 mstari 18 hadi 19. Utangulizi. Kwanza, kile ambacho watakatifu wote lazima wakumbuke leo ni maudhui gani yanayotokea zaidi katika Biblia? Agano Jipya ni kitabu ambacho Agano la Kale imetimizwa. Mathayo na Marko na Luka ni maudhui yaliyoandikwa kama ushahidi kwamba Yesu ndiye Kristo na kwamba amekuja. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaandika utimilifu wa kile kilichotabiriwa katika Agano la Kale. Baada ya hapo, maandishi ya Petro na Yohana na Yakobo yanaandika nyayo za mitume. Maneno yanayotokea zaidi huko ni majina ya watu na majina ya maeneo. Ukitazama kitabu cha Matendo ya Mitume, majina ya watu na majina ya maeneo yanaonekana. Hiyo ndio hasa siri ya uinjilisti. Ndio maana nilitumia neno kanisa la tawi. Lazima tupokee majibu yote hapa. Wakati tu hili linapofanyika kwanza, ndipo masomo na kazi na biashara zinaweza kufanya kazi na tunaweza kufanya uinjilisti na misheni. Ukitazama Biblia kwa umakini, harakati hii ilitokea. Nyumba ya Lydia, nyumba ya Nimpa na nyumba ya Marko zinaonekana. Nyumba ya Jasoni na katika Matendo ya 18, nyumba ya Priscilla inaonekana. Kwa hivyo ikiwa kazi hazitokei katika eneo hilo, huwezi kufanya chochote. Watu walioshiriki hapa walikuwa watu wa kanisa la mapema. Hatima ya watu hawa ingekuwaje? Walishinda ulimwengu. Lazima kwanza uelewe eneo harakati ya kanisa la tawi. Kwa hiyo pale unapoketi sasa hivi ni kiti bora zaidi. Wale wasioelewa maana ya harakati ya kanisa la tawi hawawezi kabisa kuinjilisha tawi. Mahali unapoenda kesho, hapo ndipo unapoifurahia jibu kuu. Bila siri hiyo na macho hayo, huwezi kame kuinjilisha na huwezi kushinda uwanja wako. Basi tufanye nini? Je, hupaswi kwenda uwanja ukiwa na jibu? Ikiwa huna jibu, majibu mbalimbali hayaji, kwa hivyo unapoteza nguvu. Ikiwa mwanafunzi ni mbaya sana katika kusoma, anapoteza nguvu. Kutokana na uzoefu wangu, wakati mtu anapoteza nguvu nyingi sana, maeneo hayataingia masikioni mwao. Wakati kuna pesa kidogo sana, hakuna kitu cha kula na ni vigumu sana. Hakuna ujumbe unaoingia maskini. Hivyo
ndivyo nilivyokuwa. Nilipokuwa maskini na nikihangaika, hadithi nyingine hazikuingia. Jaribu kuwa mgonjwa, maneno mengine hayataingia masikioni mwako. Kisha inamaanisha lazima upokee jibu mahali ulipo. Ikiwa huwezi kupokea jibu mahali ulipo sasa, huwezi kufanya chochote. Ikiwa unaweza kupokea jibu mahali ulipo, unaweza kufanya kila kitu. Lazima upeleke hili kwenye uwanja wako ya leo. Hata hivyo, sitafuti hili ili kulieleza, bali ninashuhudia. Msingi uko katika Biblia na ni kile ambacho nimeona kile nikifanya uinjilisti. Kuna kitu lazima ukijue kwanza. Kwanza ni ipi njia kuu kati ya njia alizotumia Yesu ambazo Mungu alitupa? Alitufundisha hili. Lazima ujue hili. Yesu alizungumza juu yake tangu mwanzo, katikati na mwishoni. Alisema alipokutana na wanafunzi kwa mara ya kwanza, na akasema tena alipofufuka. Hatimaye alizungumza juu yake mfululizo wakati wa miaka mitatu ya huduma yake ya hadharani. Hii ndiyo jina yetu. Yesu alisema tena mwishoni kile alichosema mwanzoni. Katika Mathayo wa 28 mistari 18 hadi 20 alisema, nitakuwa nani siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ukitazama mstari wa 18, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Katika mstari wa 20, nami nitakuwa pamoja na nani siku zote hadi mwisho wa nyakati. Hiyo ndiyo njia yetu. Ikiwa njia hii haiendani nawe, kwa sasa unateseka na utaendelea kuteseka katika siku zijazo. Yesu alizungumza waziwazi, ni njia kati ya njia. Kwa hivyo katika Marko wa 16 mstari 19 hadi 20 imeandikwa kwamba Bwana aliyeketi kwenye kiti cha enzi alifanya kazi kupitia neno. Hii ndiyo njia kamilifu. Yesu alipofufuka na kuketi kwenye kiti cha enzi, lakini alifanya kazi kupitia neno. Ikiwa umepata uzoefu wa hili, unaweza kuwa mshindi. Natumaini utakuwa mshindi kwa njia leo. Uzoefu ulikuwa nao na uzoefu utakaokuwa nao katika siku zijazo ni sawa. Ikiwa ni hakika kwamba majibu yametokea, unaweza kuyapokea pia. Hii ndiyo njia kuu. Hili ni njia ya mbili. Tunaomba kwa ajili ya mambo mengine, lakini Yesu aliwapa wanafunzi mada kuu ya maombi. Katika Yohana wa 14 aliwaambia wanafunzi, msifadhaike mioyoni mwenu. Wakati akizungumza mfululizo, alizungumza juu ya jambo muhimu zaidi. Litakapokwenda msaidizi, Roho Mtakatifu atakuja kwenu. Hatimaye Yesu aliahidi na kutoa mada ya maombi. Katika Matendo ya
moja mstari 4, msiondoke Yerusalemu, bali muongoje ahadi ya Baba. Yesu ambaye ndiye Kristo aliwaambia wanafunzi wake waongoje kupokea ahadi ya mwisho, ujazo wa Roho Mtakatifu. Mtakapopokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mtapokea nguvu. Alitoa mada hiyo ya maombi, kisha mtakuwa mashahidi wangu hadi misho ya nchi. Katika Matendo ya Mitume 2, mstari 1 hadi 3, wakati waliomba wakishikilia agano hili, kazi zilitokea katika chumba cha juu cha Marko, yani tarafa. Natumaini baraka hii itakuwa juu yako leo. Natumaini utapokea baraka kuu sasa hivi, si kesho. Natamani unapokea ujazo wa Roho Mtakatifu sasa hivi. Inatosha ikiwa unapata nguvu sasa, badala ya kuomba kesho. Wakati huu wa kupokea neno sasa hivi ni wakati muhimu sana. Yesu alizungumza juu ya jibu kuu kati ya majibu. Yesu alielezea jibu kuu moja kwa moja. Katika Matendo ya Mitume 1, mstari 3, Yesu alieleza mambo yanayohusu ufalme wa Mungu kwa siku 40. Hilo ndilo jibu kuu. Mtu aliyetambua hili vizuri alikuwa Paulo. Ukitazama Matendo ya Mitume 19, mstari 8, Paulo aliingia katika sinagogi na kunena kwa ujasiri kwa miezi 3, akielezea juu ya ufalme wa Mungu. Kirai, ufalme wa Mungu kuja ni kirai muhimu sana. Kazi ya Roho Mtakatifu hutokea. Katika Mathayo wa 12, mstari 28, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Wakati huu kazi za kiti cha enzi hakika hutokea bila ubaguzi. Katika Biblia, Mungu aliwatuma malaika wake kufungua milango ya majibu. Wakati huu kazi hutokea hapa duniani na nguvu za giza hupungua. Hiki ndicho tunachoita ufalme wa Mungu. Kabla sisi tuliookolewa hatujaenda mbinguni, ufalme wa Mungu unakuja kwako sasa hivi. Wakati ufalme wa Mungu unapokuja, majibu huanza. Kabla ufalme wa Mungu haujaja kwako, umaskini hautaondoka hata ujaribu kiasi gani. Giza linakushikilia kwa nguvu. Hata ujaribu kiasi gani, majanga hayaondoki. Hata tujaribu kiasi gani, majibu huja ambayo ni mabaya zaidi kuliko yale ya wasioamini. Yesu alizungumza juu ya hili mfululizo kwa wanafunzi. Nitakuwa nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Kwa hivyo pokeeni tu ujazo wa Roho Mtakatifu. Nitakuwa nanyi siku zote kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Ufalme wa Mungu na ujazo wa Roho Mtakatifu
Kwa kweli ni kitu kimoja. Yesu alisema hivyo. Yesu alieleza katika Mathayo wa 12 mstari 28 hadi 30, ikiwa ufalme wa Mungu hauji, unaweza kuokoa nyumba yako? Mtu awezaje kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Wakati roho anapokuja, nguvu za pepo huondoka na ufalme wa Mungu umekuja. Ikiwa huelewi maneno haya, huna uhusiano na Mungu. Na Yesu binafsi alielezea hili kwa siku 40 kwa wanafunzi baada ya kufufuka. Usidanganiwe na mambo mengine. Wakati unapoielewa maneno haya, Roho Mtakatifu hufanya kazi mara moja. Ndio maana inasemekana kwamba ni kwa imani pekee, si kwa matendo yako, bali Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa imani. Yesu Kristo alikuja ili Mungu aweze kuwa nasi. Anafanya kazi kupitia Roho Mtakatifu kwa njia ambayo haionekani kabisa kwa macho. Hiyo inaitwa kuja kwa ufalme wa Mungu. Kwa njia wakati huu kazi hutokea. Tunafurahia hili kupitia imani, kwa hivyo tunapokea wokovu kwa imani, na iwe kwako kulingana na imani yako. Kuna mambo ambayo lazima uyafanye, na kuna mambo ambayo lazima uyaamini. Hili lazima uliamini, na iwe kwako kulingana na imani yako. Hata kama unaamini tu, Roho Mtakatifu hufanya kazi. Wakati umeketi hapa kwa imani, Mungu anawatuma malaika wake mbele yako ili kazi itokee. Unaporudi kutoka uwanjani kwa imani, nguvu za giza hupungua na neno la Mungu. Hali ya familia yako haijalishi, janga halitakuvamia. Watu 1000 wataanguka kando yako na 10,000 mkono wako wa kuume, lakini halitakukaribia wewe. Hata ukikutana na mtu mbaya zaidi duniani, haijalishi. Janga halitakuvamia. Hata ukikutana na mtu mbaya na unaishi naye, janga halitakuvamia. Yohana wa 19 mstari 30. Kwa kufa msalabani, Yesu alitatua matatizo yetu yote. Basi ni lini majibu haya hutokea hasa? Maudhui kuu. Kwanza, lengo la Mungu ni kutuokoa. Kwa sababu Mungu alitupa agano la kutuokoa, kazi hutokea tunapopanda mtiririko huu wa kihistoria wa ukombozi, yani mtiririko huu wa agano. Kwa ufupi, kazi hutokea unapopanda mtiririko wa neno. Kama vile unapaswa kupanda mtiririko wa maji ili kunywa maji, panda mtiririko wa neno. Mambo haya hutokea unapopanda mtiririko wa historia wa ukombozi na agano la neno. Pinda utajua nini cha kuwafundisha watoto. Kuna mtiririko wa neno. Hupaswi kuwa mjinga wa hili.
Siku moja Mungu alikusudia kufanya kutoka. Wale waliopanda mteremko wa kutoka siku zote walishinda. Wale waliopinga mteremko wa kutoka siku zote waliangamia. Bahari ya Shamu pia ilipasuka mbele ya wale walioshikilia neno la mteremko wa kutoka. Waliingia Misri kama watumwa kwa sababu hawakujua siri ya wokovu, na walitoka kupitia kutoka walipojua siri ya wokovu. Lazima utambue haraka nini unapaswa kuwafundisha watoto. Hakuna kitu cha kijinga kama kuwafundisha watoto Biblia kwa mapana kisha kuwafanya kuwa watoto waliokufa. Kumuinjilisha muamini mpya ni rahisi kuliko kumbadilisha mshiriki wa kanisa wa muda mrefu au mchungaji. Ikiwa wanahudhuria kanisa bila kujua injili sahihi na tatizo likitokea siku moja, watatangatanga kwa sababu wanapoteza fahamu. Mungu alipokusudia kuwatoa Waisraeli kutoka Babeli, wale waliopanda mteremko huu, wale waliopanda mteremko wa injili, wote walishinda. Hawa ni watu kama Danieli na marafiki zake watatu, na Esta na mjomba wake Mordekai. Wakati Israeli walipoteza injili na kuangamia tena, Mungu alikusudia kuwatoa Waisraeli kutoka Roma. Hii ndio hadithi ya Biblia mzima. Ikiwa hujui, utaingia katika hili tena. Ikiwa utatambua, unatoka. Kupanda mteremko huo inamaanisha kupanda mteremko wa neno hilo, kanisa la mapema. Mwanzo lilisikilia neno hili. Hadi sasa linaonekana sawa kwa njia isiyoonekana, lakini ni tofauti. Mwinjilisti alisikilia hili. Ikiwa ni hivyo, umeelewa kila kitu. Baraka ya Mungu iwe juu yako. Mtiririko huu hakika una alama muhimu. Unapoenda barabarani, hakika kuna alama. Alama hizi ni ahadi kwamba wokovu utatimiza, lakini wakati wokovu unapotimiza, hii ndiyo alama. Ndio maana tunaambiwa tuinjilishe, kuingia katika baraka ambapo wokovu unatimiza. Huu ndio uinjilisti. Katika Matendo ya Mitume 8:26, malaika wa Bwana akasema na Filipo, Mungu anakuongoza kupitia malaika. Ukiingia katika baraka hii, umepokea majibu yote. Malaika wa Bwana kwako sasa hivi. Ukiingia katika mtiririko wa neno na uinjilisti, malaika hufanya kazi mbele yako katika uwanja wako. Matendo ya Mitume 8:29, Roho akamwambia Filipo, hasua
Hii ndiyo alama ambapo hili linatimizwa. Hakuna haja ya kuvunjika moyo au kuwa na kiburi wakati wa uinjilisti, kuingia katika baraka ya wokovu. Hii ndiyo alama. Ukienda njia hii, majibu hutokea kama yalivyo. Tazama ni aina gani ya mambo yanayotokea kwa familia zetu zote za RBC katika siku zijazo. Tazama jinsi Mungu anavyofanya kazi katika nyanza yenu katika siku zijazo. Atatimiza jibu la kuweka alama zinazofikia baraka ya wokovu. Unahitaji tu kusikilia mada ya maombi kwa usahihi. Kwanza, badilisha utamaduni wa eneo unamoishi. Hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Tumia ushawishi wa kweli wa kitamaduni penye eneo lako. Siku ambayo mada yako ya maombi inaunganisha, Mungu atafanya kazi. Wakati wa kutoka Babeli, mambo yalitokea ambayo hayalingani na nguvu ya kibinadamu. Tazama Biblia, mambo ya kushangaza sana yalitokea. Matendo ya Mitume wa 10:38 inasema wale walionewa na Ibilisi waliokolewa. Hiyo ndiyo alama. Matendo ya Mitume wa 13:48 wote waliokuwa wamewekwa kwa ajili ya uzima wa milele. Huu ndio uinjilisti. Kuna wale waliowekwa kupokea wokovu. Mtu huyo na mimi tunaletwa kukutana. Huu ndio mwongozo kamili wa Roho Mtakatifu. Mambo hutokea ambayo hatuwezi kufanya. Ufalme wa Mungu unakuja juu yako. Hii ndiyo alama inayotimiza agano la Mungu. Siku ambi ufanye kazi kwa bidii. Pili Timotheo wa 4:2 lihubiri neno. Uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hii inamaanisha hupokea mwongozo wa Roho kwa sababu hatujui ni lini mambo kama haya yatatokea. Matendo ya Mitume wa 16:6-10. Roho Mtakatifu aliwaongoza kwenda Makedonia. Matendo ya Mitume wa 19:21. Roho Mtakatifu aliwaongoza kwenda Roma. Lazima nitembelee Roma pia. Matendo ya Mitume wa 23:11. Jipe moyo kama ulivyoshuhudia habari zangu Yerusalemu, vivyo hivyo imekupasa kushuhudia Roma. Hata kama shida gani itakuja, hii haiwezi kubadilisha. Matendo 27:24. Usiogope Paulo, lazima usimame mbele ya Kaisari. Warumi wa 15:23. Lakini sasa kwa kuwa sina mahali pengine pa kufanyia kazi katika maeneo haya, na kwa kuwa nimekuwa nikitamani kwa miaka mingi kuwatembelea, napanga kufanya hivyo nitakapokenda Uhispania. Wakati huu Paulo alipoishi
Uhispania ilichukuliwa kuwa mwisho wa dunia, lakini Paulo tayari alikuwa na ratiba hadi huko. Natumaini unafurahia baraka hii. Tatu, mfumo endelevu wa kutekeleza wokovu, yaani harakati ya uinjilisti, ambapo ufalme wa Mungu utatimiza ni harakati ya kanisa la tawi. Wokovu na alama ni muhimu, lakini ni muhimu zaidi. Ni muhimu kwamba harakati ya uinjilisti iendelee. Ikiwa hutambui hili, huwezi kuinjilisha. Ni muhimu kwamba hizi mbili zinaweza kudumisha. Ikiwa watumishi wa RBC wataelewa hili haraka, majibu yatatokea mara moja. Katika siku zijazo tunakusudia kuanzisha maofisa wengi wa kanisa katika kila mkoa ili tutekeleza harakati ya kanisa la tawi inayookoa eneo kupitia uinjilisti. Mungu atamwaga majibu yote juu ya mahali palipo na mfumo unaoweza kuinjilisha na kudumisha katika eneo lako. Nitatoa watu watatu kama mifano. Katika kumbu la Torati wa 6 mstari 8 hadi 9, Musa ndiye aliyeanzisha makanisa mitaa kila mahali kwa ajili ya kuinjilisha, na Mungu siku zote alifanya kazi kwenye njia aliyopita Musa. Katika Pili Wafalme wa 6 mstari 8 hadi 24, Elisha alianzisha RUTC, Remnant Unity Training Center, kila mahali na kupanua harakati ya uinjilisti, na Mungu alihamamisha farasi wa mbinguni na magari ya moto huko. Mtu aliyetambua hili vizuri zaidi katika Agano Jipya alikuwa Paulo. Katika Matendo ya Mitume wa 17 mstari 1, 18 mstari 4 na 19 mstari 8, aliingia katika masinagogi na kuwapa vizazi vijavyo jibu kuhusu utimilifu wa Kristo. Kwa kuwa timu la Paulo ilikosa majengo na pesa, walichimba katika masinagogi ambazo vizazi vijavyo vilivyokuwepo. Masinagogi kwa lugha ya leo ni kama chuo kikuu. Katika Biblia kuu alieleza kwa sababu kwa nini Kristo alipaswa kufa na kufufuka. Watu hawa baadaye wakawa wafanyakazi wenzake Paulo katika uinjilishaji wa ulimwengu. Ikiwa utatambua kweli, majibu huja hata kama huombi. Maombi ya kweli ni yale yanayokuja wakati huombi majibu. Ikiwa unafurahia baraka hii, Mungu atasababisha mara moja ufalme wa Mungu uje mahali ulipo. Ikiwa unafurahia baraka hii, Roho Mtakatifu lazima afanye kazi uwanjani.
Hili ndilo jibu halisi. Kuanzia wakati huu kazi hutokea. Natumaini unashikilia agano vizuri leo. Hitimisho, wale walio acha kwa ajili ya Injili wanaita remnant. Masalia, miongoni mwao kuna vizazi vizavyo vya vijana. Unapoinjilisha kuna vizazi vijavyo kila mahali. Lazima tusaidie vizazi hivi vijavyo kupiga chapa cha Injili, kupata majibu kwa ajili ya maisha yao mapema na kwenda duniani. Kwa kawaida lazima tusaidie vizazi vyao kupiga chapa cha Injili. Siku za Jumamosi na wakati wa likizo lazima ifanyike kwa kina. Kwanza inaanza tangu utotoni na utoto wa mapema. Lazima ufanye hili huku ukijua mambo machache. Ni umri gani muhimu zaidi katika kanisa? Bila shaka remnant vijana ndivyo muhimu zaidi. Lakini zaidi ya hayo ni lini wakati ngumu na muhimu zaidi hivyo ni tangu umri wa miaka 20 hadi 35. Wakati watu wanapo wana na kuanza kupata watoto. Wakati umri huo unapokea neema kidogo zaidi. Katika umri huu akina mama vijana wanalea watoto na hawawezi kupokea neema. Kwa upande wa wanaume wanapoenda kazini na kutumia muda na wasioamini, hata imani kidogo waliokuwa nayo hupotea. Nilipokuwa mwinjilisti niliingia kwenye chumba ambamo watoto wadogo walikuwa wamekusanyika na ilikuwa kama uwanjani wa vita. Mpaka mtoto atakapokuwa mama hawezi kupokea neema. Kwa wale ambao hawana mtoto mmoja tu bali wawili au watatu, hawapokei neema kwa miaka 10. Akina baba hata hawaji kanisani mara kwa mara. Umri huu kwa wanaondoa vijana ni wakati wa shida ya kiuchumi. Wanataka kuishi maisha thabiti haraka, lakini kanisa linapozungumza juu ya sadaka za ujenzi haingii masikioni mwao. Umri yenu ni umri huu haswa. Barani Afrika kuna watu wengi wa umri huu, lakini makanisani watu wa umri huu tu ndio wamekufa. Korea iko katika hali kama hiyo. Kwa fupi, watoto wenu na wake wenu jenu ambayo wanalea wajukuu wenu wanapokea neema kidogo zaidi. Watumishi, fungeni macho yenu ya kiroho na mtazame.
Kundi hilo la umri linachangia nusu na ushawishi katika kanisa. Msimu huu wa joto, idara ya watoto na utoto wa mapema lazima waokoe wazazi. Pili, watoto wa shule ya chekechea na shule ya msingi. Hawa ni watoto wanaokuja kanisani kwa miguu wao wenyewe. Ni nini jambo muhimu zaidi? Walimu lazima wajue. Ni nini muhimu zaidi katika kulea wanafunzi wa shule ya msingi? Watoto waliofanikiwa walipata vipaji vyao bila ubaguzi kabla hawajawa wanafunzi wa shule ya msingi. Hata kama hawajakipata, lazima uwasaidie kuwa katika nafasi ambapo wanaweza kukipata. Wakati wa shule ya chekechea na shule ya msingi, usiwashurutishe. Waache wapate uzoefu wa mambo mengi. Kwa njia hivyo, wanapata kitu chao wenyewe. Usijaribu kuwafanya wafanye mchezo mmoja tu, bali wajaribu soka, kukimbia, kucheza densi, kuimba, kuchora na kila kitu. Hivi ndivyo unavyopata kipaji. Ukitazama watu wengi, wazazi na walimu wanajiamulia wenyewe. Utafanya nini ikiwa kile ulichoamua hakiendani na mtoto? Ni kukadi mapenzi ya Mungu. Katika siku zijazo, enzi inakuja ambapo hata ukisoma vizuri shuleni, huwezi hata kumudu chakula. Mwanafunzi wa shule ya msingi alienda shuleni na kuanza kupendeza na sanduku la ajabu huko. Sanduku hilo lilikuwa kasha la zamani la kompyuta. Mtu aliyeona hilo na kuubadilisha ulimwengu ni Bill Gates. Walimu lazima wakumbuke hili na lazima wasaidie kupata vipaji vyao wakiwa wadogo. Ni kinatokea ikiwa watoto hawawezi kupokea kipaji ambacho Mungu amewapa. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Hata kama hawawezi kukipata, lazima uwasaidie ili waweze kukipata. Tatu, wanafunzi wa shule ya kati ya sekondari lazima wapate utaalamu. Hata iweze. Kwa nini idadi mdogo ya watu wa Kiyahudi wanashinda ulimwengu? Wayahudi walipata utaalamu wao kwa njia umri yao wakiwa na umri wa miaka 13 hadi 15. Wakati watoto wetu wanatumia pesa za matumizi, Wayahudi wanajenga fedha za baadaye. Ndio maana hawawezi kushindwa. Katika siku zijazo, wakati RUTC itakapoanzisha katika uwanja wako, tunakusudia
kuunda kodi za mtaalamu wa misheni inayopita sherehe ya utu uzima ya Remnant. Watoto watakaopita hili watafaniwa kuwa na utaalamu ndani ya Injili na kwa kweli kuokoa uwanja. Lazima ukumbuke hili. Pengine wanafunzi wa shule ya kati au ya sekondari wasipate utaalamu wao. Hata hivyo kutokuupata na kutokuwa umeuona kabisa ni mambo tofauti. Kuwa umeuona lakini bado hajaweza kupata ni kiwango cha juu zaidi. Watumishi na walimu lazima waelewe ni kuchelewa ikiwa utapata utaalamu wakati wa chuo kikuu. Chuo kikuu tayari ni wakati wa kwenda kwenye jamii. Mwishowe uwe wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Wewe mwenyewe au mtaalamu, hakuna njia nyingine. Kwa njia sasa hupaswi kubaki tu kama ulivyo. Enda kwenye upekee. Watumishi na wataalamu vile lazima kila wakati wapige hatua jenda zaidi kuelekea upekee. Hivyo ndivyo njia ya kuushinda ulimwengu. Hata kama kanisa letu na timu yetu inaonekana kupungukiwa sana, tuna upekee katika uinjilisti. Upekee uliomilikiwa na wale Remnant 7 waliookoa enzi ya majanga 7 katika Biblia. Hata kama unafanya usafi mahali pako pa kazi, fuata kanuni za mahali pa kazi kwa umakini na enda hatua zaidi. Huo ndio upekee. Remnant lazima waende uelekea upekee katika kile wanachokifanya. Pita kwenye busara na utaalamu hakika, lakini baada ya hapo ni upekee. Ikiwa huendi hadi kwenye upekee, kwa ufupi ni vigumu hata kula. Lazima uende kuelekea upekee. Kinda lazima ufanikiwe. Lazima kila wakati uende huko mara moja. Lazima uwe mahali ambapo Immanueli, kazi ya Roho Mtakatifu na ufalme wa Mungu unakuja. Tuombe pamoja. Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru Mungu ambaye umetupa nguvu mpya na majibu mapya. Wape nguvu watumishi na walimu ili waweze kuwaokoa Remnant ya RBC. Sasa tukimbie kutoka kwenye Injili kuelekea upekee. Kupitia upekee huo, hebu tuinjilishe ulimwengu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo.